tunaangalia hali ya usalama kule nchini Haiti. Maelfu ya watu wamekuwa wakiandamana katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, unaokabiliwa na mashambulizi ya magenge ya wahalifu, kulalamika kuhusu ongezeko la uhalifu nchini humo na hatari iliyopo wakati magenge hayo yakiendelea kushambulia. Kenya iliwapeleka maafisa wake mwezi Juni kujiunga na ujumbe wa kimataifa wa usalama MSS, ambayo kwa sasa ina takriban maafisa 1000, imewapoteza maafisa wake 3 kwa maana ya kwamba hawajulikani waliko. Nia ya ujumbe wa MSS ni kusaidia kurejesha usalama nchini humo kabla ya uchaguzi kufanyika nchini Haiti mwezi Februari mwaka 2026. Je, kipi kinachoendelea nchini humo kwa sasa? Ujumbe wa MSS ni kwa nini haujafanikiwa kuyadhibiti magenge ya wahalifu huko? Maswali haya na mengine nitamuuliza kamishna wa polisi kutoka Kenya na msemaji wa ujumbe wa MSS Jack Ombaka. Tupo naye katika laini ya simu. Sijui unanisikia kamishna? Na kusikia vizuri kabisa. Haya, karibu sana katika mjadala wetu. Swali la kwanza, tangu Kenya ilipotuma polisi kuongoza kikosi cha kimataifa cha kurejesha amani huko Haiti, unaweza kusema mmefanikiwa kwa kiasi gani? Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa kunipa nafasi hii ili tuanze kujadiliana vizuri. Kwa kweli kazi hapa Haiti tumeifanya na tunazidi kuifanya vilivyo. Na kwa muda ambao tumekuwa hapa sasa takribani miezi 8 hivi, naweza nikasema ya kwamba hatua tumeipiga vilivyo, kwa sababu vita ambazo tunaipiga hapa sio vita ambavyo watu wanaielewa vizuri. Ukija hapa Haiti ndio utaelewa yale ambayo yanafanyika hapa. Hawa ni magenge ambao wamejihami na mabunduki kubwa, wako na marisasi. Kwa hivyo ni magenge ambayo yako tofauti. Kama ingekuwa ya kwamba hatungekuwa hapa Haiti, naweza nikasema ya kwamba ingekuwa hali tofauti kabisa, lakini tumeweza kudhibiti hawa wahalifu, hawa magenge, na ndio maana tuko pale tupo sasa. Kama tungekuwa hapa Haiti haingekuwepo. Kwa hiyo mtu akiuliza ya kwamba tumepiga hatua gani, tumedhibiti usalama wa Haiti hadi wakati huu wa sasa. Hatungekuwepo, maneno yangekuwa mabaya zaidi. Kwa hiyo unachosema ni kwamba mapambano ni makali? Kweli naweza nikasema ya kwamba mapambano ni makali, kwa sababu haya ni magenge ambayo yanajihami vilivyo, lakini wametupata ya kwamba hata sisi tuko gangari vilivyo. Ndio maana watu wa Haiti wanatupenda na wanaamini ya kwamba ni sisi kama MSS ambao tunaweza tukadhibiti usalama huko Haiti. Kama hii hakungekuwa na MSS, naweza nikakuambia kwamba usalama ungekuwa dhaifu zaidi. Lakini takwimu zinaonyesha zaidi ya watu 4000 wameuawa tangu kikosi kilipoanza kazi. Hili linaonyesha bado machafuko yamesambaa. Kwa nini imekuwa vigumu niseme labda kuyapunguza au kuyamaliza kabisa machafuko haya? Asante sana kwa swali hilo. Kwa hakika naweza nikasema ya kwamba takwimu ambazo wanaeleza hapa ya watu takribani 4000 naisikia kwa mara ya kwanza, kwa sababu wakati watu wanapeana takwimu hizi naweza ukapata ya kwamba ni watu ambao hata hawapo hapo Haiti, na ni vigumu sana hata kupata hizi takwimu. Na ingekuwa vizuri zaidi wakati watu wanasema ya kwamba kuna watu zaidi ya 4000 ambao wameuawa na majangili hawa, ili hali hawasemi hawa wahalifu ni wangapi wameuawa, kwa sababu hii ni vita kali sana. Kuna wale ambao kweli wameangushwa, lakini hao hawasemi. Wale ambao wanasemwa ni wale ambao ya kwamba raia wameuawa takribani watu 4000. Lakini kwa kusema ukweli ni vigumu sana kuja na hizo takwimu, hata nazisikia kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ulikuwa huna habari kwamba watu hao 4000 wameuawa huko. Sasa kitu ninachotaka kukuuliza hapa ni kwamba Kenya imepoteza askari wake. Kuna askari ambao 3 ambao hawajulikani waliko, na wengine wamejeruhiwa. Matukio haya yamewavunja moyo kwa namna yote ile? Unaona, sasa kwanza kabisa ningependa kuwashukuru sana kama nyinyi Radio Doshwela kwa kunifikia mimi ili mpate habari kamili yale ambayo matokeo ambayo yako hapa Haiti. Kwanza kabisa hatujawapoteza askari 3. Sijui kama unanipata? Na kusikia.
tulimpoteza askari wa kwanza ambaye aliaga dunia kule Port Sonde na tukamlaza mahali pema kule Kenya. Huyo ndiye askari wa kwanza ambaye tulipoteza, na hapo hata tukasema tumempoteza. Kwa hiyo hakuna maaskari watatu ambao hawajulikani waliko kutoka Kenya? Ni askari moja tu ambaye hajulikani alipo. Ni askari moja. Mimi kama msemaji wa MSS naweza nikadhibitisha ya kwamba ni askari moja, na huyo askari moja tuko na jina yake na tunaamini ya kwamba tutampata. Kwa hivyo hii takwimu ya askari watatu kwa kweli nyinyi mmetoa wapi? Kwa hiyo huyo mmoja aliyopotea, Kamishna, amepotea katika mazingira gani? Tulikuwa na shambulio kule Port Sonde. Ilikuwa mashambulio kule Port Sonde, na katika ile heka ya kukabiliana na hawa majangili ikawa ya kwamba hatungeweza kumpata akiwa na wengine. Tunaamini ya kwamba bado tunazidi kumtafuta, hawe hai hawe amehaga, lakini lazima tumtafute. Na kwa ile ningependa kusema ya kwamba shukrani kubwa sana kwa serikali ya Haiti, kwa sababu hata serikali ya Haiti inatusaidia sana kutafuta huyo askari, na tuna hakika ya kwamba tutampata. Na huyo tu ndio askari ambaye hatuwezi tukajua aliko, lakini wengine wote wako salama salimini. Okay. Kwa hiyo ni kwa muda gani tangu taarifa zake za kutoweka kwake zilipo wafikia? Takribani sasa juma mbili hivi, wiki mbili hivi. Sasa umesema kwamba Wahaiti wanawapenda. Mnapata kweli uungwaji mkono wa watu wenyewe wa taifa hilo, au labda kwa upande mwingine wapo wanaowapenda na wapo wanaoona kwamba ni wageni msio na mchango mkubwa kwenye matatizo yao? Maana hali inaendelea kuwa mbaya tunaona, lakini nyinyi bado mupo. Wacha nikuite dadangu, kwa sababu hapa wao wanatuita kaka, wanatuita dada, wanatuita baba. Wakati tulifika hapa mwaka uliopita mwezi wa Juni tarehe 25, tulilakiwa kwa taadhima kubwa kwenye airport hapa ya Port-au-Prince. Na tangu kuwasili kwetu naweza nikakuambia kwamba watu wa Haiti wanatupenda sana. Hao ndio wametupatia motisha ya kukabiliana na hawa majangili na kukabiliana na hawa wahalifu kila wakati. Isingekuwa wao kutupatia hiyo upendo ambao wamedhihirisha kwa kutusapoti, ingekuwa ni vigumu sana. Wale ambao watutaki kweli ni hao majangili tu, lakini wengi wa Haiti wanatupenda sana, kwa sababu sisi pia ni weuzi kama wao, ni kama dada zetu, ni kama kaka zetu, na wametukaribisha sana. Kwa hiyo tupatia motisha kubwa sana. Kwa hiyo bado mnaona mna mchango wa kutoa kwa amani ya Haiti? Wacha nikuambie kwa kusema ukweli, mchango ambao tunautoa hapa ni wale watu wa Haiti tu ndio wanaweza wakaelewa. Ukiwa huko nje huwezi ukaelewa, lakini ukikuja hapa Haiti uone na macho yako. Kumbuka ya kwamba ni department mbili tu ambazo zina shida huko Haiti. Haieleweki kule nje. Tunasema ni department ya West na department ya Tibonit. Hapo ndio kuna majangili, hapo ndio kuna wahalifu. Department zingine zote maneno yanaendelea shwari, wanaendelea na biashara zao, na ndio maana tunasema tukidhibitisha usalama kwa hizi department mbili, basi maneno ya Haiti yatakuwa yamesaulika kabisa. Sasa kuna maafisa watatu, Kamishna, ambao wamezungumza na ujumbe wako huu wa MSS, wamezungumza na shirika la habari la Reuters, au kutaka kutajwa majina, lakini wamesema kwamba mnashambuliwa vibaya sana, na wamelalamika kwamba ujumbe hauna vifaa vya kutosha. Sasa kama hali iko hivyo, mnapambana vipi? Labda mtu anaweza kujiuliza. Kwanza kabisa niachia askari kuongea na wanahabari bila ruhusa. Ndio maana mimi nawashukuru sana, kwa sababu mlinipigia simu na mkaomba mnihoji kidogo, na nikasema ni sawa, kwa sababu mimi nitawapatia ile habari kamili ambayo bila kuficha maneno yote. Lakini askari akiponyoka na aanze kuongea maneno yale ambayo anaweza kuongea ambayo hawezi yakadhibitishwa, si vizuri. Cha muhimu ni changamoto hawezi kakosa. Katika kila kitu ambacho unafanya ulimwenguni huwezi kukosa changamoto.
lakini cha muhimu ni kwamba changamoto hii ambayo uko nayo unakabiliana nayo kivipi? Mimi nina uhakika ya kwamba zile changamoto ambazo tumezipata, hata kama imechukua muda, zinashughulikiwa kamili, na tuna uhakika ya kwamba tutazitia tamati hizi changamoto. Ni changamoto gani labda kwa ufupi ambazo mnakabiliana nazo katika ujumbe wenu huu wa MSS katika wajua katika kuanzisha kwa MSS ilikuwa ya kwamba tuwe hapa maafisa wa askari 2,500. Tuongeavyo saizi tuko maafisa 1,000 tu. Hiyo ni changamoto. Na vile ya kwamba lazima tuwe na vifaa vya kutosha. Hatuwezi tukasema ya kwamba tumepata kila kitu. Kuna vifaa ambavyo bado vinakuja. Hata juzi tu serikali ya Ujerumani ilitutumia vifaa vya HIFAK 1,000. HIFAK ni kifaa muhimu sana. Kweli askari walikuwa navyo, lakini wanazitumia. Vifaa vinaweza vikakuja, magari zinaweza zikakuja, lakini yanaharibika. Kwa hivyo yakiharibika lazima yaongezwe. Kwa hiyo yakiharibika lazima yatengenezwe. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo tuko nazo, lakini tunazidhibiti vilivyo. Kwa hiyo umesema hapo kwamba hamuna vifaa vya kutosha katika kukabiliana na magenge haya. Sasa labda kwa kifupi tu, kwa sababu naona muda haupo nasi, nini kitasaidia amani na utulivu kurejea Haiti kwa tathmini yako pamoja na kikosi hicho? Kwanza nimesema ya kwamba ningetaka nikurekebishe kidogo. Sijasema ya kwamba hatuna vifaa vya kutosha kukabiliana na hawa wahalifu. Tunavyo vifaa ambavyo tunakabiliana na hawa wahalifu, lakini hivi vifaa lazima viwe vinaundwa, vinaletwa kwa mara, kwa sababu sio vifaa za kupeleka kwenye show. Ni vifaa vya vita. Ndio, ni changamoto hapo ulioitaja. Kwa hiyo nini unaona kitasaidia kuleta amani na utulivu wa Haiti? Kwa kifupi tu. Kwanza ambacho kitaleta amani kwa Haiti, kwanza lazima wafanye na uchaguzi, lazima wafanye referendum, lazima wafanye uchaguzi, watu wachague serikali yao. Wakifanya hivyo, kutakuwa na serikali rasmi ambayo kila mtu ataiamini, kutakuwa na udhibiti ya kwamba kila mtu anajiunga nayo. Hiyo ni muhimu sana. Vile vile kabla nimalize tafadhali, weapons nyingi zinatoka kutoka nchi majirani huku. Tukifunga zile borders za hizi nchi, na kuambia ya kwamba hizi vifaa vitafika hapa Haiti.